watu wenye Roho Mtakatifu, kwa sababu kama wewe huna Roho Mtakatifu na unataka kujua huyu ni nabii wa kweli au ni nabii wa uongo, lazima umfuate yule aliyekuwa kiroho kusaidia akupe mwangaza kwamba hapa sio, lakini akuelekeze kama tunavyowafundisha. Kuna wakati mimi nilifikia tu hapa nikataka kusitisha zoezi la kutoa unabii kwa watu, kwa sababu Roho Mtakatifu anasema na mimi kila wakati kwa ajili ya maisha ya watu. Ninapotoa unabii nikaona kuna watu sasa wanakuja kama wanaenda kwa mganga wa kienyeji. Nikagundua hili nalo ni tatizo. Hawa watu wanatakiwa mmoja wafundishwe kwanza, halafu namba 2 wapewe elimu ya kupokea unabii. Lakini wakisha kuja hata kwangu mimi mwenyewe nitawasaidia, kwa sababu asilimia kubwa hata wachungaji wanaweza wakapiga vita tu hata mtu ambaye ni wa kweli, wakampiga vita kwa sababu ya kukosa macho ya rohoni pia, kwa sababu wachungaji wengi siku hizi hawana macho ya rohoni, hawasikii wala hawaoni kama ambavyo ilikuwa zamani. Kina mzee wetu, kina mzee Moses Kulola, Mungu aendelee kuwaweka mara pema peponi, walikuwa na uwezo wa kuona. Kina Mtume Paulo anamwona yule binti, anafika anambia, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Ule ulikuwa ni unabii. Anambia hakika hawa ni wana wa Mungu, watumishi wa Mungu aliye juu. Halafu anayesema hivyo ni mchawi. Ametambuaje? Alikuwa na pepo wa utambuzi. Akawa anajua hawa kweli ni watumishi wa Mungu na anasema ya kweli. Lakini Paulo akamjua, akamkemea. Sasa na watu wengine ambao hamjui kama kuna hizi roho zikoje, mtuulize. Tunatoa hiyo nafasi, mtuulize, tutawaelekeza na kuambia unabii ukoje. Unabii ukiletwa kwako unakuaga straight forward kwamba wewe Mungu amekupiga kwa jambo hili. Umefanya 1 2 3. Jambo hili liko hivi actually, au hata kama ulilogwa, shida yako ni imetokana na kulogwa. Ulilogwaje hivi na hivi na hivi? Hautasikia tumezungumza fulani alikuloga. Hutasikia. Wengine wanasumbuliwa na mizimu ya kwao. Hiyo tunawaambia kwamba wewe ni mzimu wa bibi yako. Na mkianza kumwombea bibi anatokea mzima mzima. Anaona kabisa kweli nilichoambiwa ni cha kweli na yeye anakuwa anakijua. Ameshazunguka kwa waganga huko akamwambia wewe unasumbuliwa na mizimu ya bibi yako. Anajua. Kwa hiyo tukija tukimwambia sisi hapa na tukamwombea tukamkemea huyo bibi akaondoka ndani yake, anajua kabisa mizimu ya bibi imefukuzwa ndani yangu. Kwa hiyo huo ni unabii. Moja, unabii unapokuja unakuja ukiwa na solution. Unabii hautoki bila solution. Roho Mtakatifu hajawahi kusema akabakia kusema tu kwamba jambo hili litakuwa hivi na hivi akakaa kimya. Anaposema ndipo solution ilipokuja. Kwa hiyo lazima watu wajipime, waone katika hilo, lakini zaidi na zaidi kanisa linamhitaji sana Roho Mtakatifu aweze kulisaidia kanisa kujua. Na watu kingine waombe kutaka sana karama ya kupambanua roho. Yaani ukipewa hii neema ya karama ya kupambanua roho, hutapata shida. Na utasema waziwazi na utakuwa na confidence ya kuzungumza waziwazi kwamba jambo hili sio la Mungu, jambo hili ni la Mungu. Jambo hili liko hivi, jambo hili liko hivi. Kwa hiyo hili nalo watu wa Mungu wanatakiwa wajifunze. Kwa hiyo wewe unahitaji kupata hii karama ya kupambanua roho, njoo tutakufundisha. Kwa sababu nimeshuhudia hata wachungaji wengine, mtu ameangushwa na nguvu za Mungu anasema pepo. Wanaanza kukemea pepo, kumbe ni Roho Mtakatifu amemjia mtu, amerewa Roho Mtakatifu, anaanguka na garagara kwa Roho Mtakatifu. Ana pepo huyu. Huyo ni Roho Mtakatifu. Sasa kwa sababu hajui kuzipambanua roho, anajua tu ni pepo, kila anayeanguka ni pepo, kumbe sio. Wengine ni nguvu za Mungu zinamgusa, anashindwa kuhimili ile nguvu ya Mungu iliyoingia ndani yake, inamweka chini. Mtume na nabii, tunaona kwamba huduma yako ni mpya sana hapa Tabora. Naam. Na vita wengi baadhi ya wachungaji vita yao ni kwa washirika wao. Naam. Vipi sasa kwa upande wako? Mimi sina changamoto na mimi kwa kweli kama wananipiga vita, acha wapige vita. Lakini kitu nachokiamini mimi na hapa kwangu anawaambia wanaokuja kuabudu kwangu, ukiabudu kwangu usipoona majibu ndani ya mwezi mmoja, mwezi wa pili, unatakiwa ondoka ukatafuta kanisa jingine, kwa sababu mimi nitakuwa sijaitwa kwa ajili yako. Na wachungaji lazima wajue, wanakaa na watu wana mateso mle ndani, hawajaitwa kwa ajili yao, lakini wao wanang'ang'ania. Na uking'ang'ania mtu ambaye hajaitwa kwa ajili yako, atakutesa. Atakuwa ndio sosi kubwa ya kuja kulivuruga kanisa baadaye. Waache waende sehemu walioitwa. Akifika alikoitwa atakuwa na amani, wala hatofanya hayo mambo anayoyafanya kanisani. Watu wamekaa makanisani na waongo. Yaani unakuta kama mtu ndo kanatoa habari za mchungaji kanapeleka huku, kakienda kwa mchungaji kanachungulia kanasema, lakini mchungaji anaendelea kukakumbatia tu.
Ako kaache kalete kwa mitume na manabii. Sisi tunawaibuaga. Naambia wewe acha tabia ya uongo. Tukishamkanya mara moja kwa sababu tumemwona alivyosema uongo kabla hajafika kwetu, atajua hakika hapa kuna Mungu na hatofanya hayo anayoendelea kuyafanya. Kwa hiyo wachungaji wasitupige vita. Watuletee washirika wao tuwasaidie, hasa ambao washirika wao ni wakorofi, ambao wanajua kabisa huyu mshirika huyu anaweza kaletea tabu. Wasikumbatie. Tatizo la wachungaji, wanapenda sadaka sana. Wanaona mtu akitoka pale sadaka imeondoka. Hapana, uliyepewa wa kwako atabaki kwako. Ambaye hujapewa mwacha aende kula alikoitiwa, ndiko kuna baraka zake. Huna wewe hizo baraka. Kwa hiyo hizo vita tuache. Ndio maana mimi hutanisikia nagombania. Kwanza hata washirika najuaga ni wa Mungu, sio wa kwangu. Najua hawa ni washirika wa Mungu, hawa ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo kokote watakakoenda wakahisi wanakula na kushiba, acha wakae wale na kushiba. Akiona akifika kwangu anakula na kushiba, mwache aje, usimzuie. Sisi sote ni nyumba ya Mungu moja, na nyumba tunayojenga ni moja. Tunaujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo hizi vita tuachane nazo. Acha watupige vita watu wa imani nyingine. Mimi nitegemea nitapigwa vita na Waislamu, tapigwa vita na mabuza, tapigwa vita na wapagani, tapigwa vita na watu. Sasa unashangaa vita inatokea ndani. Pako unawaza hizi vita za kazi gani? Waislamu wana appreciate. Waislamu ndio watu wa kwanza wanaokuja kupokea mahali hapa. Tena wanasema hakika tulikuwa tunasubiria Tabora tupate mtu kama wewe. Wanakuja. Wengine tena hata aibu wanaamua kuikata. Sasa wengine walikuwa wanakuja mwanzoni kwa kuogopa, kwa kujificha. Lakini sasa hivi wamefikia hatua wanasema hapana, tunaenda mchana kweupe. Kila mtu atuone. Atakayetufukuza na tufukuze, lakini tunaifuata ile kweli na tunaenda kupokea muujiza wetu. Kwa sababu tumekaa na watu hawajatusaidia, tumeenda makanisani hatujasaidiwa. Sasa si bora tuende kwa mtu ambaye ameitwa na Mungu kwa ajili ya matatizo yetu. Na kweli wakifika wanapokea uponyaji na Mungu anafu. Tuache hizo vita. Acha watupige vita wa nje huko. Mishale isitoke ndani. Tunajenga nyumba moja sisi. Kwa hiyo hili ndio neno langu kwa watu wengine na wachungaji wa Tabora, hasa umoja wa makanisa. Watupokee sisi ambao tumeitwa na Bwana kwa ajili ya Tabora na kwa ajili ya watu wote, ili tuweze kuifanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Wasitupige vita wachungaji wa Tabora. Na vipi sasa, taratibu zikoje kwako? Maana tunaona kuna baadhi ya makanisa wanatenga watu miaka miwili, wengine wanawafukuza kanisani kabisa. Mtu katenda dhambi anafukuza, japokuwa tunajua kwamba Yesu kaja kwa watu wenye dhambi. Yes. Kwako ikoje? Kwanza kabisa, mwandishi wa habari, mimi niko tofauti sana na watu wengine wanavyoendesha. Jambo la kwanza, mimi siamini katika kumtenga mtu. Siamini. Kwa sababu kuna siku moja nilikuwa nawaza na tafakari, nilishuhudia kwenye ibada moja, nikashuhudia binti moja akitengwa kanisani. Nikauliza, kwa nini ametengwa? Akasema ametenda dhambi fulani. Nikauliza, je, kama kanisa mmefanya jambo gani kwake ili kuhakikisha nguvu ya dhambi haimshindi kabla ya kumtenga? Kwa sababu ukimtenga, tafasiri yake nyepesi ni kumkabidhi shetani bucha, kwamba sasa tumekukabidhi ushughulika naye. Unaweza ukamtenga mtu, kupitia kumtenga akafa. Huyo atakuwa ameokoka, atakuwa ameenda dhambini. Kwa nini msimsaidia atubu arudi kundini haraka? Ndio maana Yesu alipokuja, mwandishi wa habari, alikuwa anakaa na walevi. Mimi walevi ni rafiki zangu. Makahaba ni rafiki zangu. Mimi kuna wakati nahubiri injili, naenda kukaa pale Oxygen. Nakaa, anakuja kahaba akijua kwamba amepata nafasi. Ninakaa naye, baadaye naanza kuzungumza naye mambo ya Mungu. Kwanza namnunulia na kumnunulia. Halafu wakati naambia, lakini ujue Mungu anakupenda sana, ndio maana amekukutanisha na mimi leo. Kwanza namba moja, unatakiwa wewe rafiki yangu. Tunaanza kuzungumza na analia machozi kahaba. Kuna watu ambao wametoka Oxygen leo wanaabudu kanisani, wanamtukuza Mungu, wamekuwa ni waimbaji hata wa nyimbo na wapiga vyombo wa kanisani. Kutoka kwenye giza huko wameamua kuingia kwenye nuru. Can you imagine? Sasa hawa watu tungesema tuwatenge. Kwa mimi nafanya huduma yangu kama Yesu alivyofanya. Sipati shida kumnunulia. Kahaba aliyeko pale nikamnunulia bia moja. Sipati shida kabisa. Nitamnunulia. Halafu nikishamnunulia namhubiria injili. Kwanza nimemnunulia, halafu baadaye namhubiri injili.
Yeye mwenyewe atatoka siku atahubiri injili kwa wenzake, sasa jamani, nimekutana na kitu ambacho sijawahi kukutana nacho. Mtumishi wa Mungu kaninunulia, mimi nimeamua kubadilika. Wanabadilika. Sasa watumishi wa Mungu wanaona kwamba kutenga ni sahihi sana. Sio Biblia kwanza. Biblia imesema ukiwa kuna shida, jambo lisibitike kwa mashahidi watatu. Yaani huyu mtu ameshindikana kuonyeka. Fuatilia utengaji unaofanyika. Utashangaa ni utengaji wa kijinga tu. Halafu mtu anayetenga yeye mwenyewe unakuta na madhambi mengi makubwa ambayo hatuyajui. Ya siri. Wachungaji wengi wanafanya makosa mengi tu. Kuna makosa tu hata ya kushindwa kuihudumia familia yake. Ni kosa kibiblia. So mimi nasema mtu asiyewajali wa nyumbani kwake ni mbaya kuliko hata mtu asiyeamini. Maana yake hata wewe usiyejali tu familia yako kama mchungaji, tunatakiwa tukutenge. Kama tafasiri ya kutenga ni hiyo. Ukifuatilia watu wengi wanaotengwa makanisani, kosa la kwanza la kutengwa huwa ni uongo. Sikia amesema uongo, ameenda kuzungumza maneno ya kutoka kwenye nyumba ya mchungaji. Wakati ameongea pengine ni ukweli wa nyumba ya mchungaji. Amezungumza na ukweli, unageuzwa ukaonekana kama ni uongo. Kosa lingine la pili linalopelekea watu wanatenga ni mambo ya uzinzi. Uzinzi, pengine binti amebeba ujauzito, anatengwa. Siku moja mimi nikamuuliza mtumishi wa Mungu mmoja, okay sawa, unasema binti amebeba ujauzito umemtenga. Mimi nikisoma kwenye Biblia naona hata Yesu mwenyewe amezaliwa kutoka kwenye nyumba ndogo. Sijui kama hilo unalijua. Nyumba ndogo ndio imemtoa Yesu. Nyumba kubwa iliyokuwa halali haijamtoa Yesu. Can you imagine? Yesu anazaliwa kwenye nyumba ndogo. Yaani fuatilia Biblia yote unakuta Yesu amekuja kuzaliwa, baba mkwe alilala na mkamwana wake anaitwa Perez. Yuda akalala na mkamwana Perez. Ukazaliwa uzao pale, kutoka hapo akaja akazaliwa mpaka Boaz. Kufikia kabla ya Boaz akazaliwa na Boaz. Boaz amezaliwa, kutoka hapa kwa Boaz unakutana na mtu mmoja anaitwa Ruthu. Ruthu alikuwa ni mke wa kijana wa mtu mmoja anaitwa Elimeleki. Wamekaa kwenye mahusiano, wakafa hawa wote, akarudi Bethlehem, anakuja kukutana na Boaz. Boaz anamwoa, ni nyumba ndogo. Boaz alikuwa na wake zake wengine aliokuwa anaishi nao. Huyu ni mke mdogo. Kutokea kwa huyu anakuja anazaliwa Daudi. Baada ya Boazi akazaliwa mtu mmoja anaitwa Obedi. Obedi akazaliwa Jese. Jese akazaliwa Daudi. Kutokea kwa Daudi tena ukija kwenye nyumba ndogo anakuja kutokea Sulemani. Sulemani anatokea kwenye ile nyumba ya yule binti aliyekuwa mke wa nani? Mke wa kiongozi, alikuwa ni askari ambaye Daudi aliamuru akapigwe risasi kula afe baada ya kutembea na mke wa mtu Daudi. Can you imagine? Hatuoni huyu binti ametengwa. Hatuoni kama kuna shida hapa. Anatokea hapo anaenda mpaka anakuja anazaliwa Yesu huku. Unaweza maana yake huyu Daudi au Sulemani ametoka kwenye nyumba ya uzinzi, ndio tafasiri yake tungesema hivi. Kama Daudi ametoka kwenye nyumba ya uzinzi, mbona Daudi anaonekana yuko smart? Sasa tunafuata mambo ya dini. Tulivyokuwa Katoliki kule, mtoto akizaliwa nje ya ndoa hata kubatizwa habatizwi. Umeona hiyo changamoto? Sasa anakosa gani yeye? Alienda kufanya uzinzi ni babake, pengine wameshatubu wazazi wake wakarudi kundini. Sasa huyu anakosa gani huyu? Sasa hivyo vitu kuamini kutenga ni ufinyu wa kuielewa neno la Mungu. Na je, unazungumzaje kuhusu mtu anafukuzwa kabisa kanisani? Anaambia wewe toka kabisa. Unazungumziaje hili swala? Je, anapotoka huyo mtu anajengeka kiimani? Wewe ni mtume. Mimi ni mtume na nabii, na sisi mitume tuko tofauti sana. Hutasikia nimefukuza mtu kanisani. Hilo la kwanza. Hutasikia nimefukuza mtu kanisani kwa sababu kanisani ndio sehemu ya kukimbilia. Kanisani ndio sehemu la matumaini. Ukimfukuza mtu kwenye tumaini unampeleka wapi? Mtu unamfukuza kanisani afu kwa kosa la kijinga kabisa. Wewe umegombana mchungaji fulani, kisa kaenda kwa mchungaji fulani uliogombana naye, wewe unasema marufuku ukanyaga kanisani kwangu, ondoka kabisa. Sasa ni ujinga tu. Sasa watu hawa wanahitaji wafundishwe na warudi miguuni kwa Mungu sawa sawa. Mungu alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, hakuja kwa ajili ya wenye haki. Wangekuwa wenye haki, na Yesu aliwaambia Mafarisayo, "Nyie mnajiona mmekamilika. Mnajiona hamna shida, sikuja kwa ajili yenu. Nimekuja kwa ajili ya hawa mnaoona ni warevi, makahaba." Ndio maana wakamsema, mtu gani wanakaa na makahaba? Mtu gani wanakaa na walevi na watoza ushuru? Watoza ushuru walikuwa ni watu hatari sana, waliokuwa wanaogopeka. Pigia hesabu tu hata wewe miaka ya nyuma hapa, sisi tulioweza kulipa hata kodi kidogo,
tuliofumanizwa na ile zoezi la kodi, tulikuwa tunakimbia. Sasa yule unayemkimbia anakuja kuchukulia kodi saa 11 alfajiri nyumbani, unaenda kuishi mlimani siku nzima, kurudi nyumbani unarudi usiku. Alafu saa 11 kabla saa 10 umeshaondoka nyumbani kwa sababu saa 11. Alafu huyo mtu ndo aje awe karibu na Yesu, unamchukuliaje? Anakufanya usiishi nyumbani. Mpige hiyo hesabu uone ilivyokuwa ngumu. Lakini Yesu ndo alikuja kwa ajili yao, kuwasaidia hao watoza ushuru, wanaonea watu, maaskari ambao wameonekana wanakula rushwa sana, alikuja kwa ajili yao awasaidie. Sasa tukiwafukuza kanisani waende wapi? Kwa hiyo wachungaji, hilo ninawaonya kabisa, kwa neema ya Yesu Kristo waache. Wakae na watu wao vizuri, wawashauri, wawahudumie, wawafundishe. Mimi nimesoma kwenye Biblia, ni sehemu moja tu nimekutana na Mtume Paulo anawakabidhi watu wawili kwa shetani. Tena kwa nini aliwakabidhi? Kwa sababu waliacha kufundisha kweli, wakaanza kufundisha maneno ya upotofu, maneno mabaya. Halafu wako ndani ya nyumba ya Mungu, akasema jamani, hawa kwa sababu wanaenda kinyume na Mungu, na mkabidhi shetani awashughulikie kidogo, halafu na warudisha. Ni Paulo ni mahali pamoja tu, sijaona kwingine. Sijaona kwingine nakutana habari za Yohana anasema, enyi watoto wadogo, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Unaona maneno anayozungumza Yohana? Anawaeleza mtu anayeanguka dhambini mara kwa mara, maana yake ni mchanga kiroho. Huyu anatakiwa ajengwe kwanza, kama ambavyo Yohana anatufunulia kwenye kitabu cha waraka wa Yohana sura ya 1 na mstari ule wa 8. Anawaeleza watoto wachanga kwamba mkisema hamna dhambi mnajidanganya watoto wangu, inatakiwa mwende hivi na hivi na hivi. Halafu baadaye anakuja anambia, ukishakuwa sasa ukatenda dhambi, wewe unakuwa Roho Mtakatifu yuko. Yaani amewatrain kwanza. Hasa mtu anaenda kutenda dhambi, haujamfundisha, hujamuelekeza, halafu pengine ni mwanao. Wewe unaweza ukawa ni shahidi tu, Silas. Watoto wa wachungaji wengi si unawajua? Wana shida. Sasa huyu aliyeshindwa kuihudumia familia yake, Biblia inasema, ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa Yakobo, anaeleza askofu awe nani, shemasi, maana yake mtumishi wa Mungu awe nani. Amesema mwenye uwezo wa kuihudumia familia yake. Kama familia yako tena kushinda kuiweka kwenye wokovu, utamweka nani kwenye wokovu? Familia yako umeshindwa kuiombea kapokea miujiza, utamwombea nani apokee miujiza? Maana yake hapo hata wachungaji tuna makosa. Lazima tujifunze na turudi, tuwe na moyo wa toba na rehema. Tusiwaache watu wakae dhambini. Kuna binti moja aliwahi kufika hapa kanisani kwangu. Ametokea kanisa fulani, amekuja na shida, alikuwa anasumbuliwa na uvimbe, anafanywa operation, uvimbe ukaisha, afu baadaye tena ukarudi uvimbe kwenye eneo hilo alilofanya operation. Amekaa kanisani, hapokee msaada wote. Akafunga safari kuja kwangu kuombewa. Nikamfanyia deliverance, akafunguliwa, akapona toka saa ile. Akaenda kupima hospitali, ugonjwa haupo. Akarudi kanisani kwao. Yeye anasema mimi nilienda tu kuombewa, wakamtenga. Eti hilo ni kosa jamani la kutenga? Akatengwa, akasimamishwa huduma, akapewa kiti, hawa anakaa nyuma. Bia tunakuweka kwenye matazamio. Umeenda kwenye imani potofu wakati amepona. Hebu ufikiria hiyo kweli. Watumishi wa Mungu tunaenda wapi? Tunafikiria kutenga ndio kumjua Mungu. Huo ni ushamba na kukosa elimu ya kimungu. Ukishakuwa na elimu ya kimungu, hata Roho Mtakatifu atakuonya usifanye hayo mambo. Sio kazi yako. Kazi yako ni kuwafundisha watu neno la Mungu. Ukishawafundisha, wafanye wawe wanafunzi wa Yesu. Wafanye wawe wanafunzi. Sasa watu wengi hatutaki wafanye watu wawe wanafunzi, tunataka kuwatenga, kuwatoa kwa wanafunzi. Haiwezekani na wala haikubariki mbele za Mungu. Na hili labda mtume unaweza kutuambia kwamba hili neno kutenga lilitokea wapi mpaka wachungaji wakaanza kutenga? Neno kutenga watu wengi wamelichukulia pale ambapo Biblia ilizungumza kwamba mtu amekuwa na tabu, amekorofishana na mtu mwenzake. Kwanza aende mtu wa kwanza wakashauriane. Wakishashauriana ikishindikana, aende mtu wa pili wakashauriana. Ikishindikana, aje achukue kanisa, watu kadhaa ndani ya kanisa waende, ili litimie kwa mashahidi watatu. Likishatimia kwa mashahidi watatu, tayari sasa mtu huyu ana uwezo wa kufanyaje?
wa kuhukumiwa kwenye baraza, au akapelekwa kwenye baraza, au akatengwa. Sasa wachungaji wengi wamekuja kulichukulia hii ndio kama neno kuu kwenye Biblia kuliko maneno yote. Yanayosema tusamehe hawayataki, maneno yanayosema tuchukuliane hawayataki, maneno yanayosema ombeaneni ninyi kwa nyinyi hawayataki, yanayosema ungamianeni dhambi zenu ninyi kwa ninyi hawayataki. Wamekariri neno moja lilozungumzwa mara moja kwenye Biblia, tena haikusema kutengwa. Biblia ikasema na imempasa baraza. Kwa hiyo sasa mtu akishashindikana hivyo apelekwe kwenye baraza, baraza likae lijadili, likisha mjadili limhoji. Baraza likifikia limeshindwa kabisa, sasa hapo ndipo mtu anaruhusiwa kuachiliwa. Na hii ya kutenga tumeipokea pia kwenye mapokeo ya dini ya Kikatoliki. Lazima nikueleze ukweli, mwandishi wa habari. Dini ya Kikatoliki hili neno kutengwa ndo lipo na lina nguvu. Kwa mfano, mtu aliyeoa halafu baada ya kuoa akaachana na mke wake, wanakwambia huyo anakuwa ametengwa, na akishatengwa hapati huduma nyingine yoyote ya kikanisa. Wao wameenda mbali zaidi, hata akifa hawahusiki kwa sababu alikuwa ametengwa. Sasa unajiuliza, mtu anakufa dhambini, ametengwa, mnamwacha mpaka anakufa dhambini, maana yake automatically ukifa katika mazingira wanajua umeenda motoni. Kwa hiyo inakuwa ni furaha mtu aende motoni, wakati tumekuja hapa sisi kama watumishi wa Mungu kuifanya jehanamu iwe na watu wachache, ifilisike jehanamu. Ndio kazi tuliyopewa sisi. Hapa tunanyang'anyana na shetani mali alizokuwa anajua za kwake, tunamnyang'anya ili jehanamu iwe na watu wachache, afu Mungu awe na watu wengi. Ndio kazi tuliyoitwa kuifanya. Sasa watu wanachukua mapokeo mengine ambayo hayana maana, anakuja na apply kwenye mfumo wa dini, halafu yanamletea matatizo. Wewe angalia tu mfano, mtu mmoja Moses Kulola kafuatilia kwenye kanisa lake. Kama mmoja hata kuuliza, hutasikia hata siku moja aliwahi kutenga mtu. Kuna mchungaji mmoja alitendaga dhambi, of course aliachana na mke wake, akaenda kaoa mke mwingine. Wachungaji waliokuwa chini wakamwijia juu na maaskofu wa chini huko, wakampeleka kwa mzee. Nakumbuka hiyo kesi iletaga shida sana kipindi hicho. Mzee akawaambia hivi, nyie mnajidai kwamba mnaona sana makosa ya mwenzenu kwa sababu yeye yameonekana wazi, lakini nyie mnafanya makosa makubwa na magumu zaidi ambayo sisi hatujayaona. Ndio maana mmejificha. Ninawaambia mwacheni afanye kazi ya Mungu na asibuguziwe. Mzee akaiamua hiyo kesi kwa mfumo huo. Wengine wote huko walikuwa wameshaunda na magenge ya kumfukuza aondolewe kanisani, kwamba ametenda nini? Dhambi. Lakini akawaambia huyu hajajiita, yuko aliyemwita. Kesi hiyo atashughulika nao yeye na nani? Na Mungu wake. Umeelewa sasa? Mzee alikuwa na hekima ya kujua namna ya kuishi na watu. Anasema mimi nimegharamika, nimetoa mwili wangu kwenda kumhubiria Injili, kaokoka. Leo ameteleza katikati ya safari, tuseme ndio kaanguka. Na Biblia inasema mwenye haki ajapoanguka mara 7 atasimama tena. Mwenye haki akianguka ya kwanza ananyanyuka, akianguka ya pili ananyanyuka, akianguka tatu. Biblia ndio imesema hivyo. Mtu kateleza mara moja kaanguka, mnamtenga. Hapana, hatupalilii dhambi, tunakemea dhambi. Lakini ili dhambi mtu aishinda, anahitaji ashibe neno la Mungu. Biblia inasema nimeliweka neno lako kwa wingi ndani yangu ili nisikutende dhambi. Wito wako ni upi kwa wachungaji na waumini? Wito wangu kwa wachungaji na waumini, namba 1, tujifunze sana neno la Mungu. Namba 2, tumkaribishe Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Huyu Roho Mtakatifu ndo atatupa uwezo wa namna gani tuongoze kanisa, namna gani tuishi kama Wakristo, namna gani tuzitunze barua hizi ambazo kwa maana sisi ni barua zinazosomeka. Kwa hiyo Roho wa Mungu atatuongoza katika hilo na atatufanikisha katika hilo. Kwa hiyo wito wangu kwa kanisa, 1, tupendane; 2, tusome neno; 3, tuwe na Roho Mtakatifu.